Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani iwe juu yenu na rehema za Mwenyezi Mungu na baraka zake. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola wa ulimwengu wote. Rehema na amani zimshukie mbora wa viumbe, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na ahli zake na masahaba wake, na amani iwe juu yao kwa wingi. Ndugu zangu katika imani, kwa furaha iliyojaa nyoyoni mwetu na shukrani zisizo na kifani, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia neema ya kufikia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Hakika huu ni mgeni wa heshima anayokuja na baraka nyingi, rehema zinazojaa na milango ya msamaha iliyofunguliwa. Ni mwezi wa toba, mwezi wa kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu, mwezi wa kujisafisha nyoyo, wa kusuluhisha na wa kurekebisha mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu pamoja na waja wenzetu. Ndugu zangu waumini, ni mwezi wa kuokolewa na moto wa Jahannam. Ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu hufungua milango ya pepo, milango ya rehema, hufunga milango ya moto, milango ya Jahannam, na pia huwafunga mashaitani. Tusikilize maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, maneno ya rehema, maneno ya kuamsha nyoyo zilizolala. Anasema sallallahu alayhi wasallam, idha dakhala ramadhanu futihat abwabul janna wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilati shayatin. Unapoingia mwezi wa Ramadhani, milango ya pepo hufunguliwa, milango ya Jahannam hufungwa, na mashaitani hufungwa minyororo. Ndugu zangu waumini, ikiwa Allah anatufungulia milango ya rehema, kwa nini basi tusikimbilie kuingia, ilhali yeye mwenyewe anasema fal yatanafasil mutanafisun, na washindane wenye kushindana. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni msamaha wa Mola wenu. Fastabiqul khairat, shindaneni katika khairi. Hii ni mwito wa kuharakisha kufanya mema, kushindana katika ibada, toba, sadaka na kila linalomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi huu mtukufu si wa kusubiri, bali ni wa kusonga mbele, si wa kulegea, bali wa kujituma zaidi. Ikiwa milango ya pepo, milango ya rehema iko wazi, basi ushindani wetu uwe katika kuomba msamaha, kusamehe, kusali kwa unyenyekevu, kusoma Qur'ani na kusaidia wengine kwa wema. Hapo ndipo tunapoitikia kwa vitendo kauli ya Mwenyezi Mungu ya kutuhimiza kushindana katika khairi. Ndugu zangu waumini, kwa masikitiko makubwa, wengi wetu hukaribisha mwezi huu mtukufu kwa kujikita zaidi katika maandalizi ya chakula na ratiba za ibada. Ilhali Uislamu wetu mtukufu unatufundisha kuwa maandalizi ya msingi na muhimu zaidi ya Ramadhani ni maandalizi ya moyo.
Ramadhani hauji kwa kufunga matumbo tu wala kuwa njaa na kiu pekee, bali Ramadhani huja kufungua nyoyo zilizokuwa zimefungwa, hufuta chuki na uhasama, huamsha na kuhuisha nafsi zilizokuwa zimekufa ndani ya nyoyo zetu, huvunja uadui uliodumu kwa muda mrefu, huimarisha mshikamano na hueneza rehema na amani miongoni mwetu. Ndugu zangu waumini, basi tuukaribishe mwezi huu mtukufu kwa kuomba msamaha kwa tuliowakosea, kusamehe waliotukosea na kujenga upya mahusiano yaliyovunjika kati yetu, ili tupate amani ya kweli katika nyoyo zetu. Ndugu zangu, hapa ndipo Ramadhani yetu itakapokuwa na nuru, dua zetu zitapandishwa na saumu zetu zitakuwa na ladha ya kweli. Aya hii tukufu inayotusema walyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, Mwenyezi Mungu anatuita tusamehe na tuachilie makosa ya watu. Walyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, basi wasamehe na wapuuze makosa. Je, hampendi Allah awasamehe? Aya hii Mwenyezi Mungu anatukabili kwa swali linalopenya nyoyo zetu, nyoyo na dhamiri zetu. Je, hampendi Allah awasamehe? Yani, kama unataka Allah akufutie dhambi zako, akufunike aibu zako na akurehemu makosa yako, basi anza kwa kuwasamehe wengine. Msamaha kwa watu ni njia ya kupata msamaha wa Allah. Ndugu zangu, kama unavyowatendea watu ndivyo unavyotarajia kutendewa na Allah. Basi kwa nini bado unashikilia chuki na kubeba makosa ya watu moyoni? Kwa nini unafunga mlango wa msamaha kwa wengine, ilhali kila siku unabisha mlango ya mbinguni kwa ufutiwe au usamehewe, ufunguliwe kwa ajili yako? Wacha niwaambie jambo moja muhimu zaidi. Maadamu moyoni mwako kuna chuki, kuna uovu, kuna hasira, kuna kinyongo, kumbuka mlango wa msamaha wa Allah hubaki umefungwa kwako, kwa sababu uadui moyoni, hasira moyoni, kinyongo moyoni, uhasama na uadui moyoni huharibu hata mema unayoyatenda. Ndugu zangu, wangapi leo wamekatana kwa muda mrefu, hakuna mawasiliano wala hata kusalimiana, kutokana na migogoro ya kifedha, upotovu wa itikadi za kidini na siasa tasa duni zisizo na tija wala manufaa, pamoja na habari za uongo zisizothibitishwa zilizovunja umoja na mshikamano wao, hadi chuki ikatawala na uadui ukajikita ndani ya nyoyo zao. Ndugu zangu,
Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametufundisha kuwa matendo ya waja huinuliwa, hupandishwa kwa Mwenyezi Mungu kila Jumatatu na Alhamisi. Lakini kwa bahati mbaya, ndugu wawili wanaogombana, wenye chuki wenye wadui kati yao, na walio wadui moyoni, waliokataa kusameheana, hucheleweshwa kusamehewa, hawafutiwi dhambi zao mpaka watakaposuluhisha tofauti zao na kupatana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawafuti dhambi zao, kwa sababu Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, mwenye kwanza kutoa salamu ndio bora zaidi. Basi samehe leo. Kama una ndugu humsemeshi, anzisha suluhu. Mpigie simu uliyemkosea, omba msamaha, kwa sababu Mtume anasema wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Anza leo kutoa salamu, usisubiri kesho. Msamaha hauhitaji muda, bali huhitaji moyo. Hujui neno lipi la mwisho linalokuokoa na tendo lipi ya mwisho litakalokukurubisha Mwenyezi Mungu. Anza leo, anza msamaha leo, samehe leo, salimia leo, vunja uadui leo, na ondoa moyoni mwako uovu wowote, ili amani na wema vipate nafasi ya kustawi. Ewe Allah, mwenye rehema kuliko wote, tunakiri makosa yetu mbele yako. Tusamehe dhambi zetu zilizo wazi na zilizojificha. Ewe Allah, safisha nyoyo zetu kutokana na chuki, kinyongo na husuda. Ondoa uadui baina yetu, na utujalie tuwe na upendo kwa ajili yako. Ewe Allah, usituchukue tukiwa na chuki mioyoni mwetu. Tukutane na wewe tukiwa na nyoyo safi, tukiwa tumewasamehe waja wako kama tunavyotamani wewe utusamehe. Ewe Allah, usituchukue tukiwa na chuki moyoni mwetu. Ewe Allah, fungua kwetu milango ya msamaha wako. Fungua kwetu milango ya msamaha wako. Utuhitimishie maisha yetu kwa toba ya kweli na msamaha kamili. Hakika wewe, ewe Allah, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe. Basi tusamehe, ewe Allah. Astaudiukumullah alladhi la tadi'u wadai'uhu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalayaal, inta ayaan ku gabagabaynayaa dadka Soomaaliga ku hadla. Bishan waa bishii Ramadaan, waa bishii cafiska, waa bishii saamaxada. qalbiga xumida aan ka saarno, qalbiga xiqdiga aan ka saarno,
sanooyin badan baanu iscaafin weynay, sanooyin badan baan ishaysanay, sanooyin badan baan wax walba isku samaynay, wax kala qaaday. war madaalimtaan isu celino, bishaan yaanayna dhaafin iyadoo bishaani cadaawad aynu isu hayno, camalkeena la aqbali maayo. allah idin cafiyo idinku dheerayn maaye. هل يسعفيو قلبي هل حارو حقدي وحمده هل يسكسارو هل ولا لوبو إلهي وحن كبرينا ولا لإسجعل الله نغيره ولا لإسعود داره نغيره ولا لمر بيسعفيه ولا لم يسرو وذجرة كل جين إلهي وحن كبرنا بشان الله نود بدافو هل كانوا قدام بيسان إسقوا إلهي رالي نغيه جنة الفردوس الله كيالو. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله.